ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Kama tulivyoshuhudia hapa, ndoa imepita na hakuna kikwazo chochote katika vitu katika ndoa. Yani kuna process ambazo sheria ambazo zinazingatia na watu wanazifuata katika miongoni mwa utaratibu. Watu wenyewe walioa na utaratibu wanaotumia, ukamuona huko kama binti wewe anakuridhia unataka kumuoa, basi kinachofanyika ni kupeleka taarifa kwa huyo wali, kama kwa baba yake, ima upeleke taarifa mwenyewe au umtume mtu. Hiyo sehemu ya kwanza. Baada ya kupeleka taarifa huku inakuwa ni maneno tu, ila watu wengi wa pwani na sehemu nyinginezo wanashartisha iwe barua. Lazima uandike, wengine lazima weke na hela, wengine laki moja, wengine 50,000. Asili yake ni maneno tu, lakini kwa sababu sheria haikatai, kama pengine baba anataka miwani ili asome barua hiyo hela, sio shida hii. Lakini katika huu ni upande wa mila. Sasa kuna kitu cha sheria na mila. Sheria yoyote ile ambayo imekuja katika Uislamu katika mafunzo, alafu kuna mila, hiyo mila hiyo ikiwa inaendana na sheria, yani mila haipingi sheria, basi mila hiyo inaweza kufanyaje, kazingatiwa. Lakini ikiwa hiyo mila inapingana na sheria, hiyo mila inapigwa kushoto. Kwa hiyo watu wanaenda na sheria tu na hakuna njia nyingine. Sasa baada ya process hiyo kupeleka kama barua, katika barua huko kutapatikanika majibu, yani itapelekwa kwa wahusika. Kwa watakao familia waliopelekewa barua watajadili, watatazama, je, mtu aina gani, kama kuitwa ataitwa, ili watizame. Ndio hapo ndio Mtume anasema, idha ja'akum man tarudhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Atakapokujilieni mtu mnamridhia dini yake na tabia zake, basi muozesheni. Ndio maana katika sheria inatizama mtu akija kuoa vipengele viwili tu, kipengele cha dini na kipengele cha tabia. Ikiwa tabia zako, una tabia mzuri na una dini, basi mawali wanaambiwa wasiweke kikwazo kingine, wamuozeshe mtu huyo. Kwa hiyo ukiwa na tabia mbaya afu una dini, wali ana haki kukataa, kwa sababu kuna vipengele viwili vimetazamwa, tabia na dini. Sasa watu wengi wakija mtu kuja kutaka kuoa, wanatizama, je, unafanya kazi sehemu gani? Unatemu? Wewe una gari kidogo? Habari hizi haziko. Sheria inataka vipengele viwili. Masala ya nini? Masala ya tabia na dini. Ndio tunasema illa mtakun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ikiwa mjemuozesha mtu wa aina hiyo ambaye ana tabia alafu ana dini, itatokea fitna kubwa na ufisadi uliokuwa mkubwa kabisa. Wanasema wale katika fitna kubwa, huenda huyo binti wako aenda siolewe, watu wakampiga mimba tu afa kapita hivi. Wewe umekataa kumuozesha kwa sababu unatizama maslahi mengine ya kidunia. Ima au ikawa watu wasije tena kwa muda mrefu, akawa anakaa anachakaa tu. Kwa sababu ukifika umri fulani, kama watu na ukimbia au hujaolewa, watu wanakimbia, kwa umepoteza zile sifa. Kwa hiyo wale wa mawali wanaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio sheria hii. Kwa huyo anakuja kuwa tazama vipengele viwili katika upande wa dini na upande wa tabia. Kwa hiyo ukikataliwa wewe, utakuwa moja na sifa mbili, ima ukawa una dini au ukawa una tabia mzuri. Kwa hiyo hapo kwa pia wawali watakiwa wasifike na tabia mzuri, na pia wasifike na kipengele cha dini. Kwa hiyo ile barua wale wazazi washakaa huko wanatazama, huyu kweli tabia anazo, dini anayo. Kwa hiyo wanasema, mnasemaje, tumuozesheni? Kwa hiyo kuna masala mengine kukubali mzuri nini, kwa hiyo watatizama. Kwa hiyo wao watajadili, ataambiwa yule binti kama kufika kuna masala ya nadhar. Kwa hiyo ataitwa bwana yule, pengine tu mjui yule bwana aitwe hapo, ataitwa mwanaume kuja. Kuna masala, ndio maana kuna kipengele cha pia tu an-nadhar, kumtazama mchumba.
kama kule kutazama kuna hekima, kama kuna kitu labda kitakuvutia kwa mchumba huyo ili umoe, basi ndio sheria atakayofanyaje, umoe kwa sifa hiyo ambayo ipo kwa hiyo mwanamke. Ndio maana kwenye Qur'ani kawa fankihu ikaje, fankihu ma ta'aba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha mpaka mwisho wa aya. Oeni wale wanakupendezeni kwenu nyinyi katika wanawake, yani wawili, watatu, wanne. Yani kumetajwa kitu ambacho kinachopendeza. Kama wewe umevutiwa kitu fulani kwa hiyo mwanamke, pengine mtazama miguu yake, miguu hii haipo vizuri, kwa hiyo sana. Kwa pengine uko na sifa mbaya. Ukatazama sura, lakini sura yake nzuri. Basi na kwa hicho kwa sababu inakuvutia sura, basi utaoa kwa kipengele hiko. Hata kama kuna sehemu nyingine haijakufanyaje, haijakupendeza. Kwa hiyo baada ya hapo ataitwa na yule anaolewa, na kwa sababu hapo pamoja hapo kashatazamana, mtu mawaliwa atakuwepo pale, au kama kaka yule binti ataambiwa kuguze baadhi ya mavazi, alafu atakuwa anatumwa kaite maji ili yule mchumba atazame je vile vitu vyake vipo. Hiyo ndio sifa. Maana sio kama mtu alafu baada siku 2-3 unaona unakaa na bibi yako hiyo. Kwanza alinichagulia nani? Kwa kuna mfumo kama huo. Alafu na wale na huyo mwanamke hivyo anaambia atamtazama mwenyewe. Je, huyu anaendana na mimi? Ikiwa aendani na wewe, kwa maana panatokea majibu. Wataambiwa pale utakula kama wali, utaandaliwa wali, utaliwa. Baada ya hapo ataambiwa bwana yule ataondoka. Huyo kama na jamaa yake alimleta, bwana mchumba ndio yule. Je, umekubali yule au umekataa? Kwa hiyo binti atasema bwana mimi nimekubali yule. Na mwanamume pengine atauliza mimi nimekubali yule. Wakisha ukubali ndio inakuja masala ya kuregesha yani taarifa kwamba jambo lako lifanyaje, umekubaliwa. Sijui mnaelewa hapo. Kuna kitu kinakikusudia kwamba hapo ufanyaje, umekubaliwa. Kwa hiyo ndio maana tunajua mahali yake, una mahali yako ataka shilingi ngapi? Milioni 2. Sasa kama yeye kwa kubali, anataja nini ya mahali? Mahali ataja nini? Naye hataki kuolewa. Sijui mnaelewa. Hadi atajwa mahali, kwa maana huyo anakubali kufanyaje, kuolewa. Haiwezi katojwa mahali yeye anakataa kuolewa, jambo haliwezekaniki. Yeye mtaki kabisa, wataja mahali ya nini? Au tamaa. Wewe mtaki. Kwa maana sisi tumekuja kuozesha hapa. Tumekuja kuozesha hatujasema kwamba akaulizwe huyo nani, huyo binti. Kwa sababu kipengele cha kukubali na kutokukubali hicho kishapita. Na hicho kipo kwa wali pamoja na binti yake. Sisi hapa tunakuja kushuhudia ndoa tu kwamba wali anamkabidhi jamaa. Kwa maana hiyo masasa tunaenda kuuliza hiyo kitu sisi ituhusu. Mambo haya yalikuwa shapita huko. Ndio maana hapo tukamkatalia. Haimbaski nini? Hayo sisi tuzijui kwa sababu mambo hayo hayakusani sajalini mahali. Baada ya hapo sasa ndio itakuja sasa watafunga bwana, washakubali mahali kama yote mwanangu atasababu nipozeni hiyo ila kubwa ya mimi siwezi hiyo. Mwisho atakupata mwafaka, watafanyaje? Watakuja kuona baada ya hapo sasa mambo shaka vizuri, ndio mtume anasema haya, tangazeni hiyo nini, hiyo ndoa. Watu kwa wafichwe uchumba itangazwe ndoa. Kwa ndoa itatangazwa, ndio kama leo wanakuja hapa. Wanachuoni sasa katika masala haya kutaka kuweka wazi. Ndio maana hapa akasema katika miongoni mwa sheria sio kusindoa, ikiwepo hao kwa watu kwenda kumuuliza binti siku ya ndoa, au watoi huyu bwana kuulizwa hapa, yeye fulani kama huyu bwana harusi umekubali kumwozesha fulani kwenye fulani, akwambia sio sharti ya kusindoa. Sasa kama yeye sema kama unamuuliza akasema yeye ya kufanya nini sasa? Yani au zimekodiwa gari huko, zimekuja hadi hapo, zitapata nini hizo gari? Na nyinyi huko mliokuja mmoja kufanya nini sasa? Ni kama kuwa kumbe utaki. Mmoja kufanya nini sasa? Na huyo binti kama yeye hataki kuolewa, kwa nini watu wakataarifiwa? Kwa nini ulipikwa wali? Ulipika wa nini sasa? Naye kuolewa hataki. Hizo hoja za msingi. Kwa nini? Na maana huyo yeye kuolewa hataki. Kwa nini ulipikwa wali? Kwa nini uliotaarifa? Hivi kama atasema leo nakataa, hapana mshimbuke shenda kuuliza binti. Anasema sitaki kuolewa. Nyinyi mnajisikiaje wewe kuja? Mbona unjeuri sana kweli sio? Hamna bali
kuweka wizi uwazi ili kuna baadhi ya vitu visichanganywe baina ya sheria hapa na vitu vingine ambavyo kinyume na sheria. Huo ndio utaratibu ambao ukifunzwa. Na hapo pia kuna hadithi ndani ya Bukhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wengi waliosoma Bukhari mwanzoni ipo. Kuna mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema mimi nataka, nimesema Kiswahili tu, mimi nataka unioe. Mtume akamtizama, akamshitazama, alisema alipandisha juu macho, akamshusha. Akajaridhika, akatulia kimya. Na yule mwanamke akakaa anasubiri jibu. Akatoka sahaba mmoja, alijua tu kama Mtume yule afanyaje, amtaki. Niozeshe mimi huyo. Wanasema cha nini mwingine? Anasema atakipata lini? Si ndio mnasema wewe mnasemaga hivi. Niozeshe mimi huyo. Akaambiwa je, unayo mahari? Mahari sina, katafute mahari. Bwana penda ukilika huo, asema sijapata. Basi lete hata pete ya chuma. Kaenda kikilika huko kwenye mataki kakosa. Hivi kuna msikigani hata omboe pete, kwa mfano wewe ndio unakosa mbio kwa ajili ya pete ya chuma. Jambo yani upakile ulipitiliza huo. Lakini alikosa. Baada akasema mimi na shuka yangu hii nitaikata ili apewe. Akasema wewe mwenyewe ikutoshi. Mwanamke anavaa nguo nyingi zaidi kuliko hata wewe. Vipi na maana ukatoe afu mpatie huyo, utavaa nini? Na mwanamke anavaa nguo nyingi zaidi kuliko hata wewe. Kwa hiyo yule baada ya kimya, yule sahaba kainuka akaondoka. Mtume alikuwa anaondoka akasirika, akamwita, akamwambia masahaba mwiteni huyo. Alipokuja hapo ndio akamwambia, je, uhifadhi una nini katika upande wa Qur'ani? Uhifadhi chochote katika upande wa Qur'ani? Akasema ndio. Basi na kuozesha huyu mwanamke kwa hicho unachokihifadhi katika Qur'ani, maana tutaenda kumfundisha. Hapo tumetaja vitu vya msingi katika hadithi hii, yafahamisha kwamba kwanza hatujaona kwamba Aisha au katika sira yoyote ile haijatokea kwamba Mtume akimwoa Aisha akamwambia bwana Umari na Ali nendeni kamuulizeni hiyo haipo kwenye sira yoyote wala kwenye hadithi hiyo kwamba kamuulizeni huyo binti. Iliyokuwa sahihi hiyo hamna. Hiyo namba moja. Alafu katika hadithi imetajwa kwamba katika kipengele cha muhimu kwamba hakuna ndoa pasi na nini na mahari, kwa sababu huyu hajaambia vitu vingine vile vya kama mbele kitu cha msingi, kwa sababu mtu hawezi kuolewa pasi na nini na mahari lazima. Ndio maana akamwambia umehifadhi yote katika Qur'ani. Ndio maana katika hikima inapendeza kama hivi unakuozesha kwa mahari mlikubaliana, kwa sababu mahari ni kitu cha thamani, sio mahari kwamba hapo tuseme mahela tu au mashamba tu. Chochote cha thamani nakubaliana kama saafu. Sasa mkikitaja umeolewa kwa msaafu, kwa watu wengine chinga ndio hivi sasa yeye ndo amenitupa binti yao, amenitupa au kataja umeolewa kwa 200 hapa. Ndio hivi sasa, ndio nini hiyo kilichokitumbua hizo mandazi. Lakini ikifichwa kwa mahali mlikubaliana, kwa hiyo itaingia milioni 10, milioni 100, mwenye shilingi 100, mwenye kigo cha mpela, mwenye kigo cha mnazi, aliolewa kwa kiwanja, kwa kila kitu kitaingia hapa. Kwa hiyo kinachotajwa hapa ni mahali, ndio kitu cha nini katika vitu vya lazima. Ndio maana Mtume akamwambia usikuozeshi. Basi na alimwambia mara moja tu, na hajarudiwa mara tatu. Sio lazima urudi mara tatu kwamba nimekuozesha, je umekubali, sio lazima. Unaweza kumwambia nimekuozesha, akikubali tu nimekubali, kazi imeisha. Ndio maana Mtume akasema katika mambo matatu hakuna mzaa, ikiwa jambo la kuoa na jambo hilo la kufanyaje la kuacha kurudia. Yaani mzaa wake ndio ukweli wake. Kwa hakuna mzaa katika upande huo. Na katika nukta nyingine, ndio maana sisi hapa hatuweki hudi hapo ubani, sijui moto, kwa sababu hivi vitu sio lazima na vina mnasaba wote na masala ya ndoa. Watu wengine wanafikiria kwamba kwepo hudi hapa au na moto, wasema dua zifike mbinguni huko mpaka ziwepo vitu hivi. Hamna balizo. Hakuna kitu kama hicho. Hizi hudi na ubani ni katika kwa ajili ya kuleta harufu nzuri tu, na hakuna njia nyingine sio kuwa hiyo. Kwa ajili ya kuleta, unaweza kasha nyumbani kwako, ukaenda kasha msikitini, ukaacha popote pale standing room, na sema ni kwa ajili ya kuleta harufu. Kama ita harufu nzuri, lakini msiitakidi kwamba hapa ni sema wengine wanasema alifata, wanaita alifata pamoja na ubati, alifata kwenye moto. Kwani kuna mnasaba gani hapa? Kwa sababu sisi tuweki moto, kwa sababu hiyo sio vitu vya msingi na vijafunzwa katika upande huu au vilazimishwe katika sekta hiyo.
Kwa hiyo kiufupi katika nukta hizo kwa ili niziweke wazi, sio kusema watu wakaja wanajiuliza, "Mbona tuelewi? Mbona tuelewi?" Sisi tufanye hivyo kwa sababu vitu naona havina muhimu. Katika mambo muhimu sisi ndio tunafanyaje? Ndio tunayaelezea. Katika vitu vya msingi pia, katika hiyo nasaha hiyo, katika upande wa maelezo, katika upande wa nasaha tunawahusia wote waliooa na wasiooa. Wanatakiwa wale ooa, wanatakiwa jambo la kwanza waishi na wake zao vizuri. Sheria haitaki kama bwana nani Ali hapo Abdallah, leo umepewa wewe kishakuwa mkeo. Kwa hiyo unatakiwa mkeo ukaishi kwa wema. Wewe kama wewe ndio kama waziri mkuu, kwa hiyo unatakiwa utimize majukumu yako ya kiwanaume. Ndio maana Allah akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, yani wanaume ni wasimamizi kwa wake zao, kwa wanawake. Sasa leo utakuta ndoa nyingi zinakufa na mambo mengi hayaendi kwa sababu majukumu yetu ya msingi tumewaachia kina mama ili tupate urahisi wa maisha. Ndio maana utakuta watu wanaenda kuoa, pengine imama ikubwa lishazeeka nilipo ovyo kwa sababu lina mali, basi atakapata kitonga cha kuteremka. Sasa mwisho nakuta yale majukumu yake ya msingi hawezi kusimamia kwa sababu mwenyewe hana mtoto, ada ya shule hana, sijui hichi hana, yeye mama ndo anatoa. Sasa mama huyo anataka kuthamini wewe. Kwa hiyo mwenyewe sisi kwa tupambane kwa hali na mali, hakikisha ya kwamba tutafanyaje, tunasimamia katika familia zetu. Hata kama mwanamke anacho, lakini usijitegemee cha mwanamke, wewe pambana na mambo yako, lakini uishi nao kwa wema, kwa uzuri. Ikiwa kuachana, basi mwachane kwa wema. Kama kuishi, muishi nao kwa wema. Isiwe na maana baada ya kupewa hapo kwa sababu kama vile unakunyanyasa, kama vile mtumwa wako, basi kafanya hivi. Hii sheria itaki habari hizo. Akiumwa atakiwa kumtibu. Akifanya yani kila jambo ambalo unasema unaamua kumsaidia tu, kazi hizi kufanya bana, ngoja hapa leo nafanya kazi. Na tofauti na baadhi ya watu wanasema mke kazi yake moja tu, na hiyo sio sahihi. Kwa sababu tumeona katika hadithi, yani mama Aisha walikuwa akitwanga na maana ukikoboa na maana yale zile ngano. Yani kuna hadithi yani ya Ali na hadithi nyingi tu katika ukiingia katika Sahih Bukhari. Sasa utakuta leo baadhi ya watu wasema mwana kazi yake moja tu. Kazi gani? Hiyo kazi moja. Hadi hizi kazi ya kufua, kumhudumikia mume, hizo ni kazi zake mwanamke. Kumfulia ni kazi yake mwanamke, tofauti na vile wanavyosema kufua kazi ya mwanamume. Hilo jambo alipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifuliwa na kina Aisha na kina nini hakupokiwa akifuliwa, ila wakati mwingine kumweka msaidizi kumsaidia jambo likatazwa, au mwenyewe kumlaleo alipo vizuri. Hiyo ndio nataka Uislamu unataka mambo hayo. Lakini wewe kusema sijui mwanamke kazi yake kutandika tu, hilo jambo hamna. Kwa kiufupi, wanaharusi watakiwa kuishi nao mke kwa wema, na ikiwa kubidi basi kwa kuna namna, ikiwa kuna tofauti. Ndio maana sheria inataka mchukue upande wa kiumeni na upande wa kikeni, mumalize hizo tofauti zenu, sio muende sijui kwa mkoa wilaya, sijui muende sehemu gani. Jinsi Waislamu kwa mbona kimbilia polisi? Waiteni watu wa huku, mkishinda huko basi nipelekeni katika watu wenye elimu waje wakusaidieni katika jambo lenu hilo. Kama mnakimbia kituo cha polisi huko sio kwenu. Huko mahakamani akukusuni. Kwa hiyo kiufupi kuna mfumo kama huo. Sisi mara nyingi sana unaoga hatuna muda mwingi au maelezo mengi zaidi. Natoa maelezo machache lakini yenye faida na elimu. Kwa sababu watu wengi wanakuta tu wanaropoka tu, lakini kiufupi na kutekiwalisia na kutaini elimu hamna. Kwa cha msingi huu utaratibu ndio utaratibu kitumika enza Mtume na maswahaba wake hadi aima. Kwa kwenye vitabu kirudia masala ndio utakuta utaratibu kama huu ambao unafanyaje nilioelezea. Kwa baada ya hapa kula la ziada. Kama kuna waliwa, kama hamna sasa tunapita. Walimu kabla hujafunga au samani. Nilikuwa naomba kama inawezekana. Sababu wakati Sheikh anazungumza kuhusiana swala kwenda kumuuliza mwali anayeolewa anasema kwamba hilo limethibiti katika Qur'an na hadithi. Sisi wanafunzi wako tunakuwa na kiu ya elimu, labda angekuthibitishia tukawa tunaondoka na kitu ambacho hivyo kishaka tena. Nataka watushiriki ushauri. Alisema kwamba kwenda kumuuliza mwanamke kule limezungumziwa katika Qur'an na
ataridhika, yupo